hali ya migogoro inayoendelea hivi sasa duniani, Marekani, Israel na Irani, imebadilika sana na kuwa vita kamili ambavyo vimevuka mipaka ya kidiplomasia tuliyoizoea miaka ya nyuma. Hapa kuna mambo muhimu na ya siri ambayo huenda huyajui kuhusu mgogoro huu unaoendelea, Operation Epic Fury na kifo cha Ali Khamenei. Tukio kubwa ambalo limebadilisha sura ya Mashariki ya Kati ni shambulio la pamoja la Marekani na Israel lililoitwa Operation Epic Fury lililoanza Februari 28, 2026. Mashambulizi ya kwanza yalilenga moja kwa moja katika makazi ya kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei. Kabla hajapata nafasi ya kwenda mafichoni, Khamenei aliuawa katika wimbi la kwanza la mashambulizi hayo, huku viongozi wengine wapya wakichaguliwa ndani ya Irani. Tarehe 8 Machi 2026, television ya taifa ya Irani imemtangaza mwanaye Mojtaba Khamenei kama kiongozi mkuu mpya wa nchi hiyo, huku kukiwa na hali ya taharuki kubwa. Mgogoro huu sasa umehamia kwenye miundombinu ya nishati, jambo ambalo limepandisha bei ya mafuta duniani kufikia zaidi ya dola 100 kwa pipa. Israel na Marekani zimepiga vituo vikubwa vya kuhifadhi mafuta mjini Tehran kama kulipiza kisasi. Irani imelenga vinu vya kusafisha mafuta vya Israel mjini Haifa na kuanza kushambulia meli za mafuta katika mlango wa Hormuz ambao hivi sasa umefungwa kwa sehemu kubwa. Matumizi ya AI, Pattern of Life Analysis. Kabla ya kuanza kwa mashambulizi haya, mashirika ya ujasusi ya Israel yalitumia teknolojia ya artificial intelligence kwa miaka kadhaa. Walidukua mfumo wa kamera za usalama wa Tehran kufuatilia mienendo ya walinzi wa viongozi wa juu wa Irani. AI ilitumiwa kutengeneza pattern of life, mwenendo wa maisha, ili kujua ni saa ngapi na wapi viongozi hao watakuwa kabla hata hawajafika hapo. Kuhusika kwa nchi jirani. Ingawa nchi za Ghuba kama Saudi Arabia, UAE na Qatar zilijaribu kukaa upande wa kati, sasa zimeingia kwenye mtego. Irani imeshambulia viwanja vya ndege vya Dubai na Abu Dhabi, ikidai kuwa nchi hizo zimesaidia jeshi la Marekani. Hii imesababisha maelfu ya wasafiri kukwama na kusitishwa kwa safari nyingi za ndege duniani kote zinazopita anga la Mashariki ya Kati. Mbali na mabomu, kuna vita vikali vya kidigitali vinavyoendelea. Vikundi vya wadukuzi vinavyoungwa mkono na Irani vimeanza kushambulia mifumo ya maji na umeme nchini Israel na Marekani kwa kutumia program hatari za wiper malware ambazo zinafuta data zote kwenye mifumo hiyo. Israel imefanikiwa kulemaza mifumo mingi ya ulinzi wa anga ya Irani kupitia mashambulizi ya kidigitali, jambo lililoruhusu ndege zao kupenya kwa urahisi zaidi. Hakika huu ni wakati ambao teknolojia ya kijeshi imefikia hatua ya juu sana, na pande zote mbili zinatumia mifumo ya kisasa zaidi kuwahi kuonekana. Hapa kuna mambo muhimu kuhusu mifumo ya ulinzi na mashambulizi ya majini. Mifumo ya ulinzi wa anga, air defense. Katika vita hivi, ulinzi wa anga si tu kuhusu kuzuia ndege, bali ni kuzuia maelfu ya makombora ya balistiki na droni zinazorushwa kwa mpigo. Elo-3 na Doves String. Hii ndio ngao kuu ya Israel kwa sasa. Elo-3 ina uwezo wa kupiga makombora ya Irani yakiwa bado nje ya anga la dunia, jambo linalozuia madhara ya kemikali au mionzi kuanguka ardhini. Doves String inatumika kuzuia makombora ya masafa ya kati yanayotokea Lebanon au Syria. S-400 na Baval 373. Irani inategemea sana mfumo wa S-400 kutoka Urusi na ule wa kwao wa Baval 373. Mifumo hii imeundwa kupata mawimbi ya ndege za stealth zinazoonekana kwenye rada kama F-35 za Israel. Ingawa mashambulizi ya sasa ya AI yamekuwa yakijaribu kuzipumbaza rada hizo, Iron Beam, hii ni teknolojia mpya kabisa ambayo Israel inatumia miale ya laser
badala ya makombora ya gharama kubwa kuangusha droni. Faida yake ni kwamba risasi moja ya laser haina gharama na wala haiishi. Vita vya chini ya maji. Manuari zimekuwa silaha ya siri katika mgogoro huu kwa sababu ni vigumu kuzigundua na zinaweza kurusha makombora ya nyuklia au ya kawaida zikiwa karibu na pwani ya adui. Dolphin Crosses. Hii ni manuari zinazotengenezwa Ujerumani ambazo zinaaminika kuwa na uwezo wa kubeba makombora ya nyuklia. Irani inatumia manuari ndogo ndogo ambazo ni hatari sana katika maji ya mlango wa Hormuz kwa sababu ni ndogo. Ni vigumu kwa meli kubwa za Marekani kuziona kwenye rada na zinaweza kutega mabomu ya majini au kurusha torpedo kwa kushtukiza. Submarine Launched Cruiser Missiles. Hivi sasa manuari za pande zote mbili zina uwezo wa kurusha makombora ya masafa marefu yakiwa chini ya maji, jambo linalofanya iwe vigumu kwa mifumo ya ulinzi wa anga kujua kombora limetoka wapi hadi liwe limekaribia shabaha. Matumizi ya droni za majini. Kitu kipya katika vita vya mwaka 2026 ni droni zinazotembea juu au chini ya maji, USVS na UUVS. Irani imekuwa ikitumia hizi kushambulia meli za mafuta na meli za kivita za Marekani kwa mtindo wa kamikaze, yaani kujilipua, hali inayofanya usalama wa baharini kuwa mgumu sana. Hii ni HD 700. Kwa hayo na mengine mengi, usisahau kusubscribe